Nimekusalimia sana mtazamaji wangu mahali popote ulipo, hujambo. Wewe umeokoka, Bwana asifiwe. Wewe haujaokoka, nipe mkono tugotane gotea wadhi. Waislamu wote mahali popote mlipo, assalamu alaikum. Marasta, sister and brother, wangwan. Watoto wote saseni. Niaje watoto, mkopoa Na mimi nikopoa, naitwa Mutara Mujaiboro kutoka Mukeu Habo Clinic. Na siku ya leo niko hapa kwa studio kwa ajili ya kipindi ya Mukeu Kliniki. Na Mukeu Kliniki mimi nikitibu watu na kuaga nimeokoka na nikiwa nimemuamini Mungu, kwa sababu mimi natibu naye Mungu anaponya. Na kabla nianze kipindi yenye nimekuletea hapa, ningependa kwanza nitagulia na maombi ili tuwe na mwanzo mwema katikati na hata mwisho. Hebu na tuombe. Mungu Baba, tunasema ni asanti wakati huu, jina lako litukuzwe na liinuliwe. Wewe Mungu uliyenipa pumzi, pamoja na huyu mtazamaji wangu ambaye ananitazama, pamoja na wenye tuko nao hapa kwa studio, jina lako litukuzwe na liinuliwe. Naomba nikinenea watu wako, naomba unipe mwanzo mwema katikati na hata mwisho, na ni katika jina lako takatifu naomba na hata kuamini. Amen, amen. Asante sana mtazamaji wangu, nimekwambia kwa majina yangu ni Mutara Mujaiboro kutoka Mukeu Habo Clinic. Na Mukeu Habo Clinic huwa tunatibu magonjwa yote ile ambayo imekuwa ikikusubua, ikiwemo ugonjwa wa kisukari. Watu wengi huambiwa ugonjwa wa sukari haitibiki, lakini mimi niko na uhakika 100%, maana nimetibu watu wengi sana ugonjwa wa sukari, na wakawa wanatibiwa na wanatibika. Na ugonjwa wa sukari huwa tunakupa dawa, unakunywa kwa muda wa miezi 3 tu. Either unajiduga sindano, either unakunywa dawa bila kujiduga sindano, tunakupa dawa. Lakini najua wengi vile wanaambiwa, wanaamini ugonjwa wa kisukari haiwezi pona. Na ni sawa, sababu vile umeamini inawezekana siwezi nikakubadilisha vile umeamini. Lakini wale ambaye wanaamini na wananiamini, wakija kwangu kwa Mukeu Habo Kliniki yenye tunatibu tukiwa tumeweka Mungu mbele, maana hapa sio uchawi, ni Mungu, wanakuja na wapa dawa kwa muda wa miezi 3. Unakuta hata, na nitakuletea watu wenye nimetibu sukari hapa, unakuta mtu sukari yake iko juu, iko 18, iko 25, aiaguki. Anakuja na mpa dawa, inakuwa 6, inakuwa 5.8 mpaka 6, inakuwa ni normal. Na anapimiwa sukari ya nyuma ya miezi 3. Mbona wewe yako ishiishe? Na ijarisi kama kwenyu kuna familia yanyu, ukoo wenyu umekuwa na kisukari. Aijarisi kama kwenyu hakujai kuwa na sukari. Tunakupa dawa, sukari yako inafika mwisho kwa muda wa miezi 3. Hebu nijaribu leo. Na sisi ukinywa dawa au asita kuchanganyia dawa ingine, ili ujue kana kwamba sisi hivyo tunasema kama ni ukweli. Maana sukari inafaa kuisha. Nimetibu watu wengi sana. Unajua, kusema wewe ni daktari si kusema unaweza jitibu, maana hakuna kinyosi ambaye anajinyoa. Nimetibu mpaka madaktari, sababu ke daktari si kusema ate anaweza tu kujitibu, sababu kinyosi hajinyoi. Si ni kweli? Kinyosi hajinyoi. Tunakupa dawa ukunywe kwa muda wa miezi 3 tu. Shida hiyo ya kisukari ifike mwisho, na usahau kana kwamba kuna wakati ulikuwa na ugonjwa wa kisukari. Na ukiwa na sukari na mambo mengine mengi, tunaitibu hapa kwa Mukeu Habo Kliniki. Na sisi ndio tuko na dawa mzuri sana ya upungufu wa nguvu za kiume. Unakunywa kwa muda wa siku 3 tu. Nguvu zako za kiume, wewe unajikuta unaona mwili yako, roho yako inataka kufanya tendo la ndoa, lakini mwili inakataa. Tunakupa dawa, unakunywa kwa muda wa siku 3. Haki ya Mungu, unakuwa kama tiga mpya. Wewe ya kwamba unaona unaharibu ndoa yako. Mwanaume, unajua kutengeneza ndoa ni rahisi, ni gumu sana. Kutengeneza ndoa inakuweka ni gumu sana, lakini kuiharibu ni rahisi sana.
nakuta mke wako ananuna kwa sababu ya wewe mwenyewe au mutosarasi tendo la ndoa. Ukienda pale kwa kitanda unaenda kama kuku, unaenda na sekunde 2. Wakati mukao kliniki tuko na tunafaa tukupe dawa uikunywa kwa muda wa siku 3 urudi nomo. Haijalishi kama ni kufanya umefanya masturbation, haijalishi kama ni kupinya umefinya unajua ukisafanya masturbation unakuwaga umefinya misipa yako. Na muachane na hiyo tendo. Hata wewe mwanamke, wacha kufanya hiyo masturbation. Wacha kujifurahisha wewe mwenyewe. Mungu hajakuumba uwe ukijifurahisha wewe mwenyewe. Hapana. Mungu amekuumba na akakuumbia bafu yako. Akakuumbia mwanaume na akakuumbia mwanamke. Sababu Mungu akikuumba alikuwa na sababu. Wacha kufanya masturbation mwanaume. Unajiharibu wewe mwenyewe. Kuja tukupe dawa. Utumia kwa muda wa siku 3. Haki ya Mungu, utafanya mambo haijaionekana duniani kwote, haijaionekana kwa majirani, isipokuwa kwako tu. Na tunatibu wewe mwanamke ambaye hauna watoto, umekaa kwa ndoa ukisumbuliwa na ukosefu wa watoto. Ukienda kupimwa unaambiwa hauna shida. Mimi nimeshuhudia watu wenye nimewahi kukuletea hao watu hapa kwa TV. Mtu ambaye nimempa dawa akiwa na miaka 46 na anapata mtoto. Akienda kwa hospitali anaambiwa hana shida. Anakuja kwetu namupa dawa nikiwa nimeweka Mungu mbele. Maana mimi natibu naye Mungu anaponya. Nampa dawa, anakunywa dawa na anapona. Nimeshatipea watu dawa wakiwa wamekosana na kifamilia kwa sababu ya kukosa watoto. Nampa dawa, anapata mtoto. Kwa nini wewe usipate mtoto? Kwa nini wewe usipate familia yako? Kuja kwa mkeo kliniki, nikupe dawa, utumie kwa siku 45. Wewe ambao umekosa mtoto na upate mtoto. Mkeo kliniki huwa tunapatikana kila siku Kawangware. Pale barabara ya Naivasha Road. Nyumba inaitwa Princess Plaza karibu na Equity ya Naivasha Road. Kila siku mpaka siku ya Sunday ukinja utanipata mimi mwenyewe. Mpaka siku ya Sunday. Kila siku kuja Kawangware. Barabara ya Naivasha Road, nyumba inaitwa Princess Plaza. Wewe ambaye umegomewa na ugonjwa yoyote na ukija siku ya Sunday unanipata mie mwenyewe. Pande ya Nairobi tuko pale OTC. Nairobi katikati tuko OTC. Pale petrol station ya Toto. Ukifika tu petrol station ya Toto, kama utaelewa, nipigia hiyo namba iko hapo. Petrol station ya Toto tuko hapo, gari za Murang'a inabebea. OTC, nyumba inaitwa Generation Plaza. Tuko orofa ya 3, mlango nambari 12. Tunafungua kila siku kuanzia Jumatatu hadi Jumamosi, Monday to Saturday. Ukija utanikuta pale Kawangware. Yes, Monday to Saturday. Kugine kwenye tunafungua kila siku ya Jumatatu hadi Jumamosi, kila mkoa kwenye tunatembelea ni kama hapa. Siku ya Monday tunakuaga Embu. Na Embu tuko ile nyumba inaitwa Yuna Guest House. Na Yuna Guest House iko karibu na stage ya chini ya pale ya stage ya Siakago, ama karibu na Magunado supermarket ya chini. Hiyo nyumba inaitwa Yuna Guest House. Na ukija siku ya Monday utanipata mie mwenyewe. Ni mimi nitakuwa Monday kule Embu. Siku tu hiyo ya Monday tunatembelea wakaaji wa Kerogoya. Na Kerogoya tunakuaga ile nyumba inaitwa Mombasa Guest House siku ya Monday. Na iko hapo kwa stage. Siku tu hiyo ya Monday tunatembelea watu wa Lemuru. Lemuru barani tulikuwa tunakuja Friday, lakini tumebadilisha. Siku hizi tunakuja siku ya Monday. Na tunakuwa pale kunaitwa Mercury Guest House, iko pale sokoni. Kwa hivyo watu wa Lemuru, siku hizi ni siku ya Monday, si siku ya Friday. Pale Mercury Guest House. Siku tu hiyo ya Monday tunatembelea watu
wa Kitale. Na Kitale tuko ile nyumba inaitwa Park View na iko pale opposite Jehovah Jireh Hotel pale laini moja, wakaaji wa Kitale. Siku tu hiyo ya Monday tunatembelea wakaaji wa kule kunaitwa Voi, na Voi tuko pale kunaitwa Magonyi Plaza, na Magonyi Plaza iko pale karibu na kanisa la Catholic siku ya Monday. Na siku ya Jumanne tunatembelea wakaaji wa Meru, na Meru tuko ile nyumba inaitwa Utuge Plaza. Ukiwa hapo Paramount Hotel umefika, tupigia hiyo namba iko hapo, na ni mimi nitakuwa Meru siku ya Jumanne hii. Ukija utanipata mie mwenyewe bila kutumana siku ya Jumanne. Siku tu hiyo ya Jumanne tutatembelea wakaaji wa Kitale. Kitale tunakuwa ile nyumba inaitwa Kirigate Hotel, iko opposite Kenya Women. Siku tu hiyo ya Jumanne tunatembelea watu wa Mwea na Mwea Town pale Gurufani tunakuwa ile nyumba inaitwa Mugumo Lodge, na Mugumo Lodge iko Mwea Town. Siku tu hiyo ya Jumanne tunatembelea wakaaji wa kule Taita Taveta, na Taveta Town tunakuwaga ile nyumba inaitwa Taveta Guest House, iko opposite pale Taveta Post Bank ukija siku ya Jumanne. Kwa hivyo utatukuta siku ya Jumanne wakaaji wa Taveta House. Siku tu hiyo ya Jumanne tunatembelea watu wa Kitengela, na Kitengela tunakuwa ile nyumba inaitwa Tarino, na Tarino iko opposite Eastmart Supermarket. Bereni tulikuwa tunatembelea wakaaji wa Kitengela siku ya Thursday ama Alhamisi. Siku hizi hatukuji Alhamisi wakaaji wa Kitengela. Wewe ambaye umesikia nikisema tuko siku ya Thursday, siku hizi hatukuji siku ya Thursday, tunakuja siku ya Jumanne ama Tuesday kule Kitengela. Pale kunaitwa Tarino opposite Eastmart Supermarket. Ukija utatukuta wakaaji wa Kitengela. Siku ya Wednesday tunatembelea wakaaji wa Thika, na Thika ukija ni mie utanikuta. Na Thika tunakuaga pale main stage, pale gari za Kagare inabebea, nyumba inaitwa Jehia Building, iko hapa uwanja mkubwa. Ukija tuko orofa ya pili, mlango nambari 9. Kwa hivyo mkaaji wa Thika na maeneo yake, ukija siku ya Jumatano hii utanipata mie mwenyewe hapo Jehia Building. Na siku tu hiyo ya Jumatano tunatembelea wakaaji wa Ruiru, na Ruiru tunakuaga hapo kwa stage, nyumba inaitwa Teto, hapo kwa stage kubwa ya Ruiru. Na siku tu hiyo ya Jumatano tunatembelea wakaaji wa Naivasha, na Naivasha tunakuaga ile nyumba inaitwa Furaha Hotel, iko pale stage kubwa ya Nakuru siku ya Jumatano. Siku tu hiyo ya Jumatano tunatembelea wakaaji wa Bungoma. Watu wa Bungoma hoye, tunakuja kwenyu siku ya Jumatano, na Bungoma tunakuja ile nyumba inaitwa Wetima House, Wetima Guest House, na iko pale karibu na stage. Yes, watu wa Bungoma tunatembea kwenyu siku ya Wednesday ama Jumatano pale ile nyumba inaitwa Westima karibu na stage. Ukija hapo utatupata. Na siku ya Thursday ama Alhamisi tunatembelea wakaaji wa Kakamega. Watu wa Kakamega, habari yenu? Tunatembea kwenyu siku ya Thursday ama Alhamisi, na tunatembea ile nyumba inaitwa Western Star, na iko pale opposite Kakamega Primary School. Tunakujaga siku ya Thursday watu wa Kakamega, na berani tulikuwa tunakuja siku ya Friday, lakini tumebadilisha kidogo kwa ajili ya mambo tofauti. Tutakuwa tunakuja siku ya Thursday watu wa Kakamega, pale kunaitwa Western Star opposite Kakamega Primary School. Siku tu hiyo ya Thursday tunatembelea wakaaji wa kule Nakuru, na Nakuru tunakuja ile nyumba inaitwa Peckers Lodge juu ya Chapter Supermarket, orofa ya 4, mlango nambari 45. Na watu wa Nakuru siku hiyo ya Thursday hii ukija utanikuta mie kule Nakuru. Najua Nakuru mnatoka maeneo tofauti. Ukija siku ya Thursday hii ni mimi utakuta bila kukutumia mtu mwingine. Siku tu hiyo ya Thursday
tunatembelea watu wa kule Wakanywa Magumu, na tunakuaga pale Sekeja Driving School ilikuaga zamani. Hapo ndipo tunakuanga siku ya Thursday mkaaji wa Wakanywa Magumu. Siku tu hiyo ya Thursday tunatembelea wakaaji wa Nyeri, na Nyeri town tunakuaga pale kunaitwa Nyeri Star, na Nyeri Star iko stage ya chini ya kwenda Nairobi. Kwa hivyo mkaaji wa Nyeri tunakuaga stage ya chini ya kwenda Nairobi, ile nyumba inaitwa Nyeri Star siku ya Thursday ama Alhamisi. Siku tu hiyo ya Thursday ndio tunatembelea wakaaji wa Kilifi, na Kilifi tutakuwa tukikuja ile nyumba inaitwa Peacock, na iko pale karibu na soko. Peacock Hotel iko karibu na soko. Tumehama ile nyumba tulikuwa tunakuja, sasa tutakuwa tunakuja hiyo nyumba inaitwa Peacock siku ya Thursday ama siku ya Alhamisi, wakaaji wa Kilifi town. Naye siku ya Ijumaa tutakuwa tunatembeleanga wakaaji wa kule Nyahururu town, na Nyahururu tunakuaga ile nyumba inaitwa Muroje opposite ofisi za City Council ama pale karibu na roundabout hapo kwa safa hapo kulikuwa hapo kwa petrol station ya Shell. Na ukija siku ya Ijumaa wakaaji wa Nyahururu utanikuta mie mwenyewe. Siku tu hiyo ya Ijumaa tunatembelea wakaaji wa Maridi town, na Maridi town tuko ile nyumba inaitwa Luxury Hotel, iko pale Majengo opposite Cooperative Bank. Kwa hivyo mkaaji wa Kilifi town ukija siku ya Ijumaa utatukuta. Siku tu ya Ijumaa tunatembelea wakaaji wa Karatina, na Karatina tuko pale kwa stage kubwa, nyumba inaitwa 3-in-1. Tuko hapo 3-in-1 hapo kwa stage ya Karatina siku ya Ijumaa ama Friday. Siku tu ya Ijumaa tunatembelea wakaaji wa kule Engineer, na Engineer tuko ile nyumba inaitwa Kahuru Building, na iko tu pale njia ya kuenda na Engineer na njia ya kuenda na Naivasha hapo kwa junction kuenda na Karao na kuenda na Naivasha. Nyumba inaitwa Kahuru Building siku ya Ijumaa. Kwa hivyo mkaaji wa Engineer na maeneo yake, wewe ambaye uko Jabini uko na maeneo tofauti Engineer ni siku ya Ijumaa Kahuru Building. Watu wa Kisii kwanyu tutakuwa tunakuja siku ya Ijumaa. Bereni tulikuwa tunakuja siku ya Monday pale St. Judas. Sasa hatutakuwa tunakuja siku ya Jumatatu. Mkaaji wa Kisii tutakuwa tunakuja siku ya Monday, na Monday tunakuja hapo kunaitwa pale Kisii ile nyumba inaitwa St. Judas, iko hapo kwa stage. Watu wa Kisii ukija siku ya Ijumaa hii utanipata mie mwenyewe pale St. Judas siku ya Monday. Kwa hivyo wakaaji wa Kisii hatutakuwa tunakuja kwenye siku ya Monday vile tulikuwa tunakuja hapo bereni. Tumebadilisha siku kwa sababu asingiweza kuepukika. Kwa hivyo ukuja siku ya Ijumaa hapo St. Judas hapo karibu na stage kubwa. Wakaaji wa Kisii, watu wa Mteketoni, mmekuwa mkiniuliza kwa muda kwanyu nitakuja lini. Watu wa Mteketoni hoye, mmekuwa mkiniuliza kwanyu tutakuja kutibu watu lini. Nitakuwa nakuja siku ya Jumamosi pale Mteketoni town kwa pale Kilifi County. Kwa hivyo wewe ambao umekuwa ukiniuliza kwanyu nitakuja lini, nipigia hiyo namba, nitakuja siku ya Jumamosi. Nipigia hiyo namba nikwambia ni nyumba gani ambaye tunakuja huko kwenyu Mpeketoni. Nipigie hiyo namba, iko hapo. Siku tu hiyo ya Jumamosi tunakuanga Nyanyuki town, na Nyanyuki town tuko ile nyumba inaitwa Jambo House, na iko hapo karibu na uwanja wa Kanoga Garden. Siku tu hiyo ya Thursday ya Saturday ama Jumamosi ndio tutakuwa tukitembelea wakaaji wa Githurai, na Githurai tutakuwa tukikuja pale kunaitwa Githurai pale 44 Business Center karibu na Nikosam ama karibu na Dragon. Ukija hapo Githurai utatukuta siku ya Thursday. Bereni siku ya Jumamosi.
Barani tulikuwa tunakuja Githurai siku ya Alhamisi, lakini sasa hatutakuwa tunakuja siku ya Alhamisi. Hapana, sasa ni siku ya Thursday. Wakaaji wa Githurai pale kunaitwa 44 Business Center karibu na Dragon, ukija utanikuta siku ya Saturday. Kwa hivyo tumebadilisha siku, na huko kwote kama hujaelewa kwani tunatembea lini, nambari ya simu ni hiyo unaona hapo chini, 0721 64 03 69. Wakati huu najua ulikuwa unaongea na daktari wetu. Mimi nikitoka hapa ndiye nitaongea na wewe. Endelea tu na kutupigia Mukeu Kliniki, tunatibu naye Mungu anaponya. Na huko kwote nimekutajia, kuna kwingine nimekwambia nimebadilisha. Kama hujaelewa kwenye ni siku gani, nipigie hiyo namba ujue kwenye tunakuja siku gani, naye mambo iwe sawa. Nairobi nimekwambia ni kila siku pale OTC Generation Plaza orofa ya 3 mlango nambari 12, na tuko pale OTC hapo petrol station ya Toto, hapo gari za Murang'a inabebea. Na sisi hatuusangi dawa barabarani. Kuna watu wanaenda wakidanganya watu huko barabarani, wametumwa na Mukeu hapo kliniki, wametumwa na mimi Mutara Mujaiboro. Ujue hawa ni mataperi. Ukinunua dawa yao ikikuharibikia, ujue hao ni mataperi. Sisi hatuusangi dawa barabarani. Usidanganywe na mtu ati ni wametumwa na sisi. Sisi tuko kwa na tuwekagi hema barabarani. Sisi tuko kwa nyumba ndani. Ukihusiwa na mtu na jina yetu ikuharibikie, usije kutulalamikia, sababu wewe tu ndio unataka kutapeli, sababu unasikia kwenye sisi tunasema tuko. Ukitaka kujua tuko wapi, tupigie hiyo namba. Sisi hatuna maagenti tumekuwekea wakuja wakuhusia dawa huko barabarani. Hapana. Na mimi nikija barabarani, tunakuja na DJ Oscar, tunakuja na DJ Benjamin, na tunakuja na Garissa Jambo TV. Na tuusi dawa barabarani, tunakuja tu kukushukuru na tunakupa vitu yetu. Kwa hivyo ukidanganywa ati kuna dawa inatoka kwetu, ujue umetapiriwa. Kawangware tuko barabara ya Naivasha Road kila siku pale Equity Bank. Nyumba inaitwa Precious Plaza, karibu na Equity Bank, barabara ya Naivasha Road. Na mimi ndiye ninakuwa hata siku ya Jumamosi ukija utanikuta Kawangware. Kwingine kwote tupigie hiyo namba unaona hapo, na sisi hatupeanagi dawa kama hujapimwa, na kipimo ni shilingi 500 na kuona dokta ni shilingi 500. Gharama ya dawa unaambiwa baada ya kipimo. Dawa yote hata kama ni ya kuongeza kiungo ya wanaume, wale wanaume wako na kabunduki kanatosana namna hii, na ukipenda tukupe dawa iwe AK47, unakuja kwanza tunapima misipa yako, maana tuko na dawa nyingi zaidi ya 30. Tukikupa dawa tunajua tunakupa dawa gani. Aidha ni nguvu za kiume, hatukupi dawa bila kuangalia sistemu yako ya kisasi vile iko, kwa sababu dawa yetu tukikupa hatutakangi tukupe ukinywa hali yako irudi kama kawaida. Tunataka nguvu yako ikirudi ikae haipo, ikae vile Mungu amekuumba. Na dawa yetu ya nguvu za kiume ni ya siku 3 tu. Bora tu kitu ya kwanza tuhakikisha tumekupima. Mukeu Kliniki tunatibu naye Mungu anaponya. Tulianza na maombi, hebu tumalizie na maombi. Hebu na tuombe. Mungu Baba, tunasema ni asanti wakati huu. Nilikwambia unipe mwanzo mwema katikati na hata mwisho, nikinenea watu wako, jina lako litukuzwe na liinuliwe. Yoyote Mungu amesikia nikisema kwenye tunaendanga, akija kwa Mukeu na apewe dawa na atibi na apone. Mungu wangu, Mungu wewe uonekane, maana sisi tunawapa dawa, wewe nawe unawatibu. Waponye Mungu, na ili kujulikane ya kwamba wewe ndiye tu umeniamua. Mungu waponye Mungu wangu, na ukiwaponya jina lako ndiye litainuliwa. Yoyote yako na shida ya arthritis, yoyote yako na shida ya kukosa watoto, yoyote ambaye yako na shida ya vinoda ya tumbo, mwenye yako na shida ya high blood pressure, mwenye yako na shida ya gout, akija kwetu Mungu muponye. Magonjwa yote Mungu waponye, na ili kujulikane ya kwamba mimi nakutumikia. Na ukifanya hivyo jina lako litainuliwa na tutakutukuza Mungu wangu. Ni asanti Mungu kwa hawa watu wako. Wabariki
na chochote kenye unataka kuwabariki nacho kuhusiana na afya njema, na ni katika jina lako takatifu naomba na hata kuamini. Amen, amen. Mtazamaji wangu, mliyekuwa naye hapa kwa studio sio mwingine, ni mie wenyu Mutara Mujaiboro, nikisema ni asanti kwa wadhamini wakubwa wa hii kipindi Mokeo Spring Water. Wabarikiwe na pia nyie mubarikiwe na Mungu, na wapenda sana na muishi milele. Amen.